Hofu ya mauti inamzuia mtu kuyaelekea mambo ya maisha kwa kumfanya mtu aitumikie hofu hiyo. Inakuzuia kuelekea vitu kwa sababu unahofia. Ikizaliwa ndani yako, unaweza kuwa na vipawa, unaweza kuwa na mtaji, lakini kwa sababu ya hofu ya mauti ukaogopa kuanza biashara, unahofia itakufa. Unahofia itakufa. Kuna vitu unaanza kuogopa kuvifanya kwa sababu una hofu juu ya kifo. Una hofu juu ya kifo. Una hofu juu ya kifo. Yuko mtu hapa mjini amenunua gari na halipaki ofisini kwake. Yaani kama ofisi yake ni St. James, anapaki labda Ngarenaro KKT. Alafu anatembea hicho kipande kilichobaki, ana hofu kwamba watanifanyia jambo baya. Kwa hiyo anakosa uhuru wa maisha. Anakuwa mtumwa wa ile hofu. Bwana asifiwe. Zamani watu walikuwa na hela za kununua bati na kujenga nyumba nzuri za tofali, lakini walikuwa wanaogopa mauti, hofu ya kifo. Kwa hiyo wanabaki wanaishi kwenye nyumba za nyasi, sio kwamba hawana uwezo, lakini ile hofu inatawala ndani yao. Ile hofu inaamua, inawafanya wafanye maamuzi ambayo yako kinyume na kawaida ambayo wangeendelea kuiishi siku kwa siku. Jina la Bwana lihimidiwe. Haleluya. Kila unachowaza kukifanya unakihusisha na mauti. Kila unachowaza kukifanya. Yuko mama mmoja alijenga nyumba yake ikawa wazi, haina fensi, alafu akafika mahali akasema watakuja kuniua, hamna fensi. Akaweka fensi ya tofali nzuri, akaweka na geti. Alipomaliza akasema wataruka ukuta, watakuja kuniua. Kwa hiyo akapambana, akajikaza, akafanya kazi, akanunua electrical fence, akafunga juu ya ukuta. Siku nyingine tunarudi naye nyumbani kwake, anasema nahofia siku moja labda watakuja kuniumiza hapa getini. Kwa hiyo mbali na vyote unavyovifanya, lakini bado unakuta ile hofu inaendelea kutawala ndani. Inaendelea kutawala ndani. Na inakuumiza kwa sababu kuna vitu utashindwa kuvifikia kwenye maisha kwa sababu ya ile hali ya kuogopa. Biblia inafundisha kwamba Kristo alikuja kutuweka huru mbali na utumwa huu. Tusikae katika huo utumwa. Nikiwa niko chuoni nasoma, likatukia tukio moja ndio nikajigundua kwamba kiwango kikubwa cha hofu ya mauti imeondoka ndani. Nilikuwa nimekaa mbele ya gari na ni Costa. Kwa hiyo dereva anaenda daladala ndogo, dereva anaenda kwa spidi, na kwa bahati mbaya mtu akachomoka akaingia na pikipiki. Kwa hiyo dereva alitumia nguvu zote kuitafuta breki, lakini huwezi kuamini, watu wote kwenye gari wamepiga kelele, mimi nikatulia kimya. Naliangalia lile tukio na niko pale mbele. Yule dereva alisema we ni mchawi, kwa sababu hakuamini ule utulivu niliokuwa nao. Akajua mimi ndio nilikuwa natengeneza ile ajali. Lakini kumbe ndani yangu kumefikia kiwango cha utulivu wa kutohofia chochote. Ukiona bado watu wanakutisha na unatishika, kuna maombi unatakiwa kuomba. Ukiona bado watu wanakuogopesha na unaogopa, kuna maombi unatakiwa kuomba. Kuna maombi unatakiwa kuomba. Haupaswi kukaa katika hiyo hofu ya mauti. Haupaswi kukaa katika hiyo hofu ya mauti. Ukiona bado tu kuna vitu vinakuogopesha, yani unashindwa kulala, unahitaji muda wa kutosha kuomba hiyo hofu iondoke. Na shetani huwa anaitumia makusudi kuwatesa watu. Anaitumia makusudi kuwatesa watu. Zaburi ya 55. Zaburi ya 55. Tunaangalia hofu ya mauti. Hofu ya mauti. Zaburi ya 55 aya ya 4 hadi ya 8. Zaburi ya 55 aya ya 4 hadi ya 8. Biblia inatueleza mambo haya. Anasema hivi, moyo wangu unaumia ndani yangu na hofu za mauti zimeniangukia. Hofu ya mauti inatengeneza maumivu ya moyo. Hofu za mauti zimeniangukia. Hali hii huwa inawakuta watu wengi, hasa unapokusudia kufanya mambo makubwa. Unaanza kuwaza, kama Mungu amekupa neema ya kushika hela nyingi, kuna hofu itagonga mlangoni, hivi hawatakuja kunivizia wanipige mahali fulani. Kuna hali inaweza kuinuka ndani ikakutesa, ikakupa maumivu. Unakosa uhuru fulani wa maisha. Unakosa uhuru fulani wa maisha. Unajikuta unateseka, unahangaika kwa sababu ya hiyo hofu tu ambayo imekushika. Kwa sababu ya hiyo hofu ambayo imekukamata. Na Mungu ametupa uhuru tusikae katika
hali hiyo. Daudi anapita kwenye kipindi kama hicho, anasema na hofu za mauti zimeniangukia. Anasema hofu na tetemeko limenijia, na hofu kubwa imenifunikiza. Ghafla tu unashangaa, unaogopa. Ghafla unashangaa, unaogopa. Wakati mwingine kuna watu ambao giza tu likiingia, maisha yake yanakosa amani. Giza tu likija, maisha yake anakosa amani, anakosa amani. Anabaki anahangaika, anateseka, anasumbuka ndani ya nafsi, maumivu yanakuwa mengi. Anasema nikasema ningekuwa na mbawa kama njiwa, ningeruka mbali na kustarehe. Anasema kama ningekuwa na mbawa kama njiwa, ningekimbia nitoke kwenye hili ombwe la hofu, nitoke kwenye hili ombwe la mashaka. Jina la Bwana lihimidiwe. Anasema ningekwenda zangu mbali, ningetua jangwani. Na wewe kuna wakati unatamani kama ungekaa mahali, lakini kila unapokimbilia unaona bado unawindwa na ile hofu, unawindwa na hayo mashaka. Anasema ningefanya haraka kuzikimbia dhoruba na tufani, lakini haiwezekani. Haiwezekani. Unachohitaji ni nini? Ni kujua siri katika kufufuka. Ilikuwa ni kuondoa hofu ya mauti. Waebrania sura ya 2. Waebrania sura ya 2, Biblia inatuandikia maneno haya. Anasema hivi katika Waebrania sura ya 2 aya ya 14 hadi ya 15. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Hii akili ya aya ya 14 unatakiwa kuwa nayo kwenye ushirika mtakatifu. Mahali popote unaposhiriki, ujue kwamba unaposhiriki mwili na damu, unashiriki pia tendo la neema ya kuharibiwa kwa yule mwovu. Bwana asifiwe. Haleluya. Unapokea hiyo baraka ya kuharibiwa kwa mauti, kuharibiwa kwa yule mwovu, kuharibiwa kwa yule aliyekuwa na nguvu ya mauti. Aya ya 15 inatupa siri kubwa. Anasema alivunja ile nguvu ya mauti ili awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Kilichowafanya wawe watumwa ni kitu kinaitwa hofu ya mauti. Hiki ndio kinawatesa, kinawasumbua, kinawafanya wawe watu duni, wawe watu dhaifu, wateseke, waishi maisha ya shida, waishi maisha magumu. Jina la Bwana lihimidiwe. Haleluya. Kuna vitu vyema wamebeba, lakini wanashindwa kuvitendea kazi kwa sababu ni watumwa. Yuko dada mmoja ananiambia, mchungaji, nimeumia moyoni kwa sababu ndugu zangu wamenitishia, wameninenea maneno mabaya, naogopa wasije wakaniendea kwa waganga. Nikamwambia, ulikuwa unafanya nini? Akasema, niliamua kumjengea mama yangu nyumba akae mahali pazuri, kwa hiyo ndio napambana. Sasa hivi nimefika mahali pa finishing, maneno yameinuka, naogopa wasije wakaharibu maisha yangu. Nikamwambia, umechukua uamuzi gani? Anasema, nimeamua wacha mama akae hapo hapo nilipoishia. Nikamuuliza swali la pili, nguvu ya kumalizia unayo? Akasema, ninayo, lakini naogopa. Nilikuwa nimeshaandaa bajeti ya kumnunulia hata furniture mpya. Nikamwambia, sasa hatuombi, nyanyuka, nenda kanunue furniture mpya. Fanya kila ulichokikusudia, cha msingi usiogope maneno yao, kwa sababu kinachofanya maamuzi ndani yake hapa ni ule woga ulio ndani. Kwa hiyo akainuka, akapambana, na maneno yamenyamaza kimya. Wale waliokuwa wanasema wanaenda kukaa kwenye kochi la mama. Kwa hiyo usikubali maisha yako yote yakaongozwa na hofu ya mauti, ukakaa katika hayo mashaka, ukaogopa kwa sababu tu kifo na mauti viko hapo mbele. Kuna watu wanashindwa kuendesha gari. Kwa nini? Anahofia mauti. Hiki kitu kilisumbua mpaka watu wakubwa kama Timotheo. Timotheo alipotazama maisha ya Paulo aliogopa. Aliogopa kwa sababu maisha ya Paulo yalijaa kifo. Hakukuwa na uhai unaoshikika. Uhai wa Paulo ulikuwa katika Kristo. Ndio maana anaandika waraka wa pili akimsihi Timotheo aondoe hofu, aondoe woga kwenye maisha yake. Tunaandikiwa maneno haya. Biblia inasema hivi, nami natamani sana kukuona nikiyakumbuka machozi yako, ili nijae furaha. Hawa ni wanaume wawili na huwa wanalia. Wanaume hakuna kulia, kuna machozi ya wanaume.
wakikutana kwenye platform za maombi, kwenye uwanja wa maombi, wanajua machozi wanayotoaga. Paulo anakumbuka machozi ya mwanaye, anakumbuka machozi ya mtumishi mwenzake. Anasema nikiyakumbuka machozi yako ili nijae furaha. Yale machozi ulikuwa unalia yalikuwa yananijaza furaha. Na wewe unaye rafiki, mkikutanaga mna machozi ya furaha. Jina la Bwana lihimidiwe. Angalia kitu kingine Paulo anakikumbuka, anasema nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki, ninakumbuka kwamba wewe una imani. Imani ni kuwa na uhakika. Uhakika unakaa kwa mtu asiye na woga. Kwa hiyo ninajua Timotheo hali yako ilivyo, kwamba wewe ni mtu wa imani, na imani hii ilijengewa mizizi, anasema ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Lois. Niliona bibi yako ana imani, na katika mama yako Eunike, nami nasadiki na wewe unayo. Kwa sababu Paulo alikutana na Timotheo akiwa na miaka 14. Timotheo amezaliwa na baba wa Kiyunani, baba yake sio Myahudi. Paulo akamwambia unafaa kwa ajili ya huduma, akamchukua akamtahiri hata kama sio Myahudi, ili kuepuka maneno ya Wayahudi atakapoenda kufanya huduma. Kwa hiyo alianza kumjenga akiwa mdogo. Miaka 17 akafanya safari ya kwanza ya huduma. Miaka 20 akaaminiwa kwenda Thessalonike. Paulo akajua nimepata mtu wa kufanya huduma. Akaanza kuona ile imani iliyo ndani ya bibi, ndani ya mama, inaonekana kwa mtoto. Angalia kitu anasema, kwa sababu hiyo na kukumbusha. Nimekuambia ninayokumbuka juu yako. Kwa sababu hiyo na kukumbusha, uichochee karama ya Mungu. Kwa nini uchochee? Kuna kitu kimetokea iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Anasema katika aya ya 7, maana Mungu hakutupa roho ya woga. Kuna roho imeingia ndani yako, na hii hatukupewa na Mungu. Mungu hajatupa sisi roho ya woga. Usichukulie woga kuwa ni kitu cha kawaida. Woga ni roho inayotenda kazi. Angalia, ili mtu apambane na woga, anapewa roho nyingine 3 kutoka kwa Bwana, ambazo zinakwenda kushindana na roho moja. Anasema hivi, bari ya nguvu. Kwa hiyo Mungu alitoa roho ya nguvu ili tushinde roho ya woga. Anasema hivi, na ya upendo. Akatupa na roho ya upendo ili tushinde roho ya woga. Mtu yoyote anayependa sio muoga. Mtu asiyependa ni muoga. Bwana asifiwe. Mtu asiyependa ni muoga. Yaani kama hakuna upendo, roho inayokaa ndani ni woga. Anaogopa, anahofia. Alafu na roho ya moyo wa kiasi. Kiasi ni self control. Mungu ametupa hizi roho 3 ili tushindane na hali ya woga unaokaa ndani ya mtu. Nawe unapaswa kuzipokea ukijua kwamba anaachilia roho ya nguvu ndani yetu, anaachilia roho ya upendo ndani yetu, anaachilia na roho ya moyo wa kiasi ukae ndani yetu, ili tuweze kushinda hali ya woga isitutie utumwani. Mtu yoyote asiye na kiasi kwenye maisha ni muoga. Yaani kama amewekewa chakula, anataka ale mpaka kiishe, anahofia kwamba kesho atakikosa. Bwana asifiwe. Mtu anayetaka achukue yote kwake, ana hofu, anaogopa kwamba sitapata. Mtu aliye jasiri, vinaweza kuwepo 10 hapo na yeye ni wa 11, na akawagawia wengine wote, asiogope chochote. Bwana asifiwe. Kwenye gari yangu natembea na koti za mvua, kwa sababu mara nyingi naingia shambani. Kwa hiyo ninazo koti 4, shambani tuko 5. Mvua imeanza kunyesha, mashimo ya kupanda yamechimbwa. Nikamwambia hatusimami hii kazi. Wakasema mvua itatunyeshea. Nikatoa zile koti nikawapa. Walipoona wao wamevaa, mimi nanyeshewa, walifanya ile kazi kwa moyo hujapata kuona. Waza ningekuwa mbinafsi mimi nivae, ningeua ule moyo wa kazi ndani yao. Woga wangu ungeniharibia matunda. Wale vijana wakafanya kazi, mvua inanyesha, tukamaliza ile kazi. Kwa hiyo kuna vitu unaweza kukwamisha kwenye maisha kwa sababu ya woga wako. Kwa sababu ya woga wako. Mtu aliye muoga ni mtu ambaye hata ukimpa mtaji hataufukia chini.
hajakosa uaminifu, hatumii vibaya ile fedha, ameiweka hapo. Utaikuta ilivyo hesabu ile ile, ila kosa lake ni woga, hawezi kuthubutu. Ndio Bwana anasema hivi, ukuweza hata kuiweka kwa watoa riba ili nikija nikute iliyo faida yangu. Yaani ukupata hata hako ka ujasiri. Kuna watu wana vipawa wamekaa hapa, kinachowazuia kuvitumia ni woga. Wanaogopa. Tumekaa navyo hapa. Kuna watu ni waombaji wazuri, lakini hawajawahi kusimama kuombea watu. Kuna watu ni wafundishaji wazuri, lakini hajawahi hata kujaribu kufundisha. Woga ule umetufunga mahali fulani, umetuweka kwenye kongwa. Huwa nawaambia mara nyingi nikishuhudia, siku ya kwanza nahubiri nilisoma sura nzima ya kitabu cha Yona. Nilikuwa napambana na hofu na woga huku ndani, na ni mimi nilijikaza, nikaenda kumwambia yule mwinjilisti tukiwa kidato cha pili, nikamwambia baba, naomba nafasi nihubiri. Nilivyotoka hivi, ibada ni Jumatano ijayo. Kutoka siku hiyo mpaka kufika Jumatano ni mateso na mahangaiko. Hofu huku ndani, itakuwaje, nitasema nini? Siku ilipofika ndio natetemeka. Kwa hiyo nikasema hapa dawa ni kusoma tu hii mistari kama ilivyo, nisianze kuchanganya mambo mengine. Nikasimama mbele ya watu, lile darasa lilikuwa na watu kama 300. Nikasoma ile sura mpaka mwisho, alafu nikauliza watu, mmeelewa? Wakacheka. Walipotulia nikasema sikujitambulisha, mimi natoka kidato fulani, naitwa fulani. Wakacheka. Yule baba mwinjilisti ndo akaja akanishika hivi bega, akasema mtumishi wa Mungu alikuwa anamaanisha ya kwamba tusiwe kama Yona kukataa huduma. Nageuza macho na mwangalia, mbona haya mambo hayajaandikwa huko ndani? Huyu baba anatoa wapi? Anawezaje kujieleza hivi? Ghafla kongwa lile la woga likaondoka ndani. Huwezi kuamini, bidii iliinuka ndani. Unasoma, unachambua, unatafuta, unafanya kila vita na hiyo hofu ili tu ufanikiwe. Na hivi ndivyo watakatifu wanavyopaswa kusimama. Jina la Bwana lihimidiwe. Haleluya, haleluya. Hofu ya mauti isikae ndani yako, wala usione haya kwa sababu ya haya mapito unayopitia, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili. Mwaliko wa ajabu hujapata kuona. Tunaalikanaga kwenye birthday, tunaalikanaga kwenye harusi. Kuna saa inabidi tuandike kadi za vipindi vigumu tunavyopitia. Uite marafiki zako, waambie njooni mvumilie mabaya pamoja nami, ninapita kwenye kipindi kigumu. Anasema hivi, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kwa kadiri ya nguvu ya Mungu, sio yako, kwa kadiri ya nguvu ya Mungu. Hii ndio iliyomfufua Kristo kutoka katika wafu, na ndio inayotupa tumaini ya kwamba hata sisi tutafufuka kutoka katika hali ngumu ambazo zimekamata maisha yetu. Jina la Bwana lihimidiwe. Haleluya. Nataka tuende mbele za Bwana tuombe. Ziko hoja 5. Hii hofu ya mauti isiendelee kutawala maisha yako. Isiendelee kutawala maisha yako. Hasa hapa tulipotoka kwenye Waebrania sura ya 2 aya ya 15, kwamba Kristo awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Kama hofu ya mauti imekutawala kwa namna yoyote, ikuachie. Hofu ya mauti inaweza kuingia kwako kwa kuwa umeona mauti ya mtu. Umeona mtu akianguka, umeona mtu akifa, umeona ndugu yako akifa. Kifo cha kawaida kabisa kinafungua mlango wa hofu. Watu wengi sana ambao nimejua kwamba amefiwa, kuna swali huwa nawauliza tukikutana, vipi msiba umeisha? Natumia neno umepungua. Kuisha hauwezi kuisha. Vipi msiba umepungua? Utaona mtu anainamisha kichwa, kwa sababu ile hofu huwa inagonga mlango, inarudi. Nilikuwa na semina kabla ya wiki iliyopita Babati, alafu wakaja watu kushukuru. Wanashukuru baada ya msiba. Aliyepewa kushukuru akaongea kwa machozi, akasema tunaomba mtuombee wachungaji, Mungu atukamilishie siku zetu za kuishi, kwa sababu wameshuhudia kijana wa familia yao amekufa mdogo. Imewaingiza hofu ndani. Wakati huyu msemaji anaongea, kila mtu anatoa machozi. Maana yake ile hofu imeshika hatamu. Uwe na uhakika hawa kulala kwao ni kwa shida.